Bwana, taarifa ambazo zimeshika kasi kwenye mitandao ya kijamii hususan kwenye michezo ni kuhusiana na press iliyofanyika na baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba ikiongozwa na Dr. Mo GB64, lakini pia na mchungaji wa Simba, ambapo madai ya press conference hiyo ilikuwa inahusiana na hali inayoendelea katika klabu ya Simba. Baadhi ya mashabiki kumkataa Mangungu, lakini wao wanakuambia kwamba Mangungu anakosa, ila Mohamed Dewji anapaswa kuondoka katika klabu ya Simba. Yeye ndio chanzo cha heka zote hizo. Wamediliki na kusema kwamba Mohamed Dewji wanampa masaa 72 ili aweze kuondoka katika klabu ya Simba. Lakini Simba Sports Club yenyewe imetoa taarifa kwa umma, tena taarifa mbili tofauti. Manake ni kwamba kuna msisitizo wa hali ya juu kuhusiana na tukio hili ambalo limefanywa na mashabiki hao wa Simba. Taarifa ya kwanza nasema kwamba taarifa kwa umma. Bodi ya kurugenzi ya Simba inasikitishwa na vitendo vya baadhi ya watu kuitisha mkutano na kutoa maneno ya kashfa na kauli zisizo na staha kwa mwekezaji wa Simba ndugu Mohamed Dewji. Vitendo hivyo visivyo vya kiungwana havikubaliki. Uongozi wa klabu unatoa pole kwa ndugu Mohamed Dewji. Aidha, uongozi wa klabu umeliandikia jeshi la polisi kuchukua hatua kali za kisheria kwa wote waliohusika katika mkutano huo ama kula njama na kuwafikisha katika vyombo vya dola kwa muktadha kwa makosa ya jinai. Bodi inasisitiza kuwa haitabariki wala kuvumilia mtu yeyote atakayeharibu taswira ya klabu kwa namna yoyote ile. Imetolewa na Magoli, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi klabu ya Simba, Februari 5, 2026. Taarifa nyingine imesema kwamba taarifa kwa umma. Leo tarehe 5 Februari 2026, baadhi ya watu wametumia nembo mbalimbali za wadhamini wa klabu yetu katika mkutano wao. Klabu ya Simba inatoa onyo kali kwa kuwa mkutano huo haukuwa mkutano rasmi uliotambuliwa na klabu. Klabu itachukua hatua kali za kisheria dhidi ya wote waliotumia nembo za wadhamini bila ruhusa rasmi ya klabu. Imetolewa na uongozi wa klabu ya Simba Februari 5 mwaka 2026. Bwana, unyamani kumewaka moto kweli kweli. Haya ni matamko ya klabu ya Simba baada ya press conference ambayo imefanyika na baadhi ya mashabiki wa Simba wakisema kwamba hawamtaki Mohamed Dewji ila wanamtaka Mangungu. Na ukizingatia hapo hii barua imeandikwa na mwenyekiti wa bodi ya Simba. Manake ni kwamba hata kwenye uongozi kuna shida, kwa sababu ingekuwa barua hii imeandikwa na klabu kama klabu kwa pamoja wameshirikiana, manake ingeandikwa na mtendaji mkuu wa klabu ya Simba au msemaji wa Simba, kwa sababu ndio taratibu, lakini imekwenda kuandikwa na mwenyekiti wa bodi. Manake ni kwamba hata hii barua yenyewe imefosiwa kuandika kutokana na sintofahamu. Manake ni kwamba upande wa mwekezaji na upande wa wanachama kuna shida kweli kweli huko unyamani. Lakini cha kushangaza ni kwamba jeshi la polisi limearifiwa kwamba wote waliofanya press conference hii leo waweze kukamatwa, kitu ambacho nazidi kutengeneza mgogoro zaidi katika klabu ya Simba Sports. Lakini press kama hii ilifanyika pia miezi kadhaa iliyopita hapo nyuma, na press hiyo ilikuwa inamkataa Mangungu, wanamtaka Mohamed Dewji, na watu ndio hao ambao walifanya press conference. Kwa bila shaka hapo kuna vita kati ya mwekezaji na mwenyekiti wa klabu ya Simba, kwa maana upande wa wanachama ndio wanaanza kuwatumia wanachama wao wale maarufu ma-influencers wale wa Simba ili waweze kuwatetea pale inapotokea changamoto yoyote ya uongozi wao, kwa sababu haiwezekani watu hao walikuwa wanasema hawamtaki Mangungu, wanamtaka Mohamed, na watu hao tena wanakuambia Mangungu hana makosa, yuko sawa sawa, ila tumtaki mwekezaji bwana Mohamed Dewji. Bila shaka shida ipo kweli kweli unyamani. Lakini mwanafamilia, nikukumbushe, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, usisahau kusubscribe, kulike, share na comment ili wa kwanza kuzipata taarifa zetu za kimichezo, burudani, siasa na matukio mbalimbali kwa urahisi zaidi hapa
kwenye channel yako pendwa ya Mam Media.